Karibu mtazamaji, tuangaze habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Jina langu ni Esther Mtebe. Tuanze kwa kuangaza habari za michezo kitaifa. Klabu ya soka Yanga imezindua rasmi jezi zake mpya za msimu 2026-2027 katika hafla iliyokutanisha viongozi, wadhamini na mamia ya mashabiki waliojitokeza kushuhudia uzinduzi huo. Taarifa zaidi na Witness Ngalawa. Jezi hizo mpya zilizotambulishwa kama home kit na away kit ndizo zitakazovaliwa na kikosi cha Young Africans katika mechi za nyumbani na ugenini kwenye mashindano mbalimbali ya msimu mpya. Lakini uzinduzi huo haukuishia kwenye soka pekee, bali pia Young Africans kwa kushirikiana na GSM Group na GSM Foundation Tanzania waliandaa zoezi la uchangiaji damu katika makao makuu ya klabu yaliyoko Jangwani, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kuelekea kilele cha wiki ya mwananchi. Mashabiki walijitokeza kwa wingi kushiriki zoezi hilo la kibinadamu, wakiongozwa na makamu rais wa Young Africans Arafat, ambaye alitoa wito kwa wanachama na wapenzi wa klabu kuendelea kushiriki shughuli za kijamii zinazogusa maisha ya Watanzania. Huku meneja masoko wa GSM Group Neema Lothi yeye akisema ushirikiano kati ya GSM na Yanga unaendelea kuimarishwa si tu katika maendeleo ya soka, bali pia ustawi wa jamii kupitia kampeni mbalimbali za kijamii. Huku mkuu wa GSM Foundation Tanzania Faith Gugu yeye akisema chupa ya damu inayochangiwa inaweza kuokoa maisha ya watu wengi, hivyo akawahimiza mashabiki kuendelea kujitokeza kwa wingi katika kampeni hiyo. Tumekuwa tujikita sana kwenye kushiriki matukio kama haya yanayolenga afya. Ukisaidia, ukidonate damu leo, unaweza kusaidia maisha ya mtu mwingine. Wanasema damu haifanyaje? Haieditiwi wala uipate AI. Uipate kwenye AI. Damu inatoka kwa binadamu na binadamu ndio sisi. Kama hapo mnajua kwenye masuala ya uzazi pia wazazi wa mama wanapojifungua wanahitaji sana damu, lakini mahospitali mengi na benki ya damu imekuwa ikiendelea kutuambia uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kutoa wito kwa Watanzania wote, mashabiki wa Yanga, mashabiki wa michezo kiujumla, tujumuike hapa Jangwani kwa ajili ya kuendelea kutoa. Kwa uzinduzi wa jezi mpya na mwitikio mkubwa wa mashabiki katika zoezi la uchangiaji damu, Young Africans imeonyesha kuwa maandalizi ya msimu wa mwaka 2026-2027 yanakwenda sambamba na kuwajibika kwa jamii, huku hamasa ya kuelekea wiki ya mwananchi ikiendelea kushika kasi. Ni hayo tu. Mimi ni Winga Teresa, Witness Ngalawa, na hii ni Channel 10+. Kwingineko, mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba Sports Club mkoani Ruvuma wameanza hesabu saa kuelekea kilele cha Simba Day kitakachofanyika Agosti 8 mwaka huu 2026 kwa kuungana katika zoezi la uchangiaji wa damu salama, wakisema mafanikio ya klabu hayaishii uwanjani bali pia yanapaswa kuonekana kwa kuigusa jamii. Zaidi na mwanamichezo wetu Yusuf Kayanda kutoka mkoani Ruvuma. Uchangiaji damu lilofanyika katika manispaa Songea, mwenyekiti wa tawi la Simba mkoa wa Ruvuma Garindua Mgaya amesema shughuli hiyo ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya Simba Day kuelekea kilele cha maadhimisho ya tamasha hilo litakalofanyika Agosti 8, 2026. Kiufupi, kama mwenyekiti natambua damu ndio maisha ya kila mwanadamu. Hivyo kama mwenyekiti nilipaswa kuitisha mkutano tuwaombe wadau mbalimbali ndani ya mkoa wa Ruvuma waweze kutusapoti tuchangie damu. Wameweza kuitika kwa wingi na tumekuja hapa kwenye viunga vya Delight kuja kutoa damu kwa mwaka huu 2026 kuelekea msimu wa 2027. Hili ni lengo la Simba kama mkoa, tunaionyesha mkoa wetu na serikali yote kwamba Simba mkoa iko macho na inapenda jamii. Upande wake mhamasishaji wa Simba Abdalla Muhomba maarufu kama Mzalamu wa Simba amewahamasisha mashabiki kununua jezi halisi za timu hiyo. Nasongea mashabiki wa Simba wote wanunue jezi original na wasije wakavaba kuingia feki. Watu washazileta kwa ajili ya kumkomoa mzabuni wetu. Kwa hiyo kuhamasisha juu ya jezi original. Kutoka hapa katika viunga vya manispaa Songea ni mimi jezi nambari 5 mvunja kuni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Asante Yusuf Kayanda kutoka huko mkoani Ruvuma. Na kuelekea katika sherehe za Simba Day, mashabiki wa Simba katika kata ya Mtakuja manispaa ya Geita mkoani Geita wameendelea kusherehekea kwa kuzindua ofisi na minara sambamba na kufanya matendo ya huruma kwa wahitaji wakiwemo wagonjwa na kuchangia damu. Zaidi na Mrisho Sadik. Sherehe hizo kimkoa zimefanyika katika mtaa wa Mpomvu kata ya Mtakuja baada ya uzinduzi wa ofisi
Mwenyekiti wa tawi hilo amesema wana idadi ya wanachama zaidi ya 200 na kwamba vikundi hivyo vimekuwa na mchango mkubwa katika jamii mbali na shughuli za kimichezo. Lita moja ya damu inamuokoa mwanadamu mwenzio. Kwa ukichangia lita moja ya damu kumsaidia mtu asiyejiweza ni jambo kabisa la kimungu, tena ni utumishi. Mbona niwe mtu namba 1 kuchangia damu ili hata wengine nao wafuate. Unaona, waone kweli kama kiongozi wetu, msemaji wetu wa kata ameweza kuchangia damu. Kwa hata sisi pia tuna uwezo wa kwenda kufanyaje? Kuchangia damu. Huwa tunatoa huduma za kijamii kwa watoto. Tunaenda kutembelea mashuleni kwa watoto wasiojiweza. Akizungumza katika zoezi la uchangiaji wa damu, msimamizi wa damu salama kutoka hospitali ya Manispaa Geita Bi Wankio Rimo amesema mtu unapokuwa umekuwa mchangiaji hiari unakuwa na kadi. Unapokuwa umepata mhitaji aidha mtoto, kadi ile inakulipia damu. Mwenyekiti wa matawi ya Simba mkoa wa Geita baada ya kuzindua matawi na ofisi amepongeza juhudi mbalimbali zinazofanywa na matawi hayo. Wajumbe wa Mbovu, kwa kweli nawapongeza kwa ofisi hii kwa sababu tunaenda sehemu zingine tunafungua minara, lakini ofisi kama hii hakuna. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Mashabiki wa klabu ya Simba na Yanga katika kata ya Ngomani wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma wameungana katika bonanza la michezo lenye lengo la kuchangisha fedha na mahitaji mbalimbali kwa ajili ya kusaidia upatikanaji wa chakula shuleni kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma anatuarifu. Bonanza hilo linaonyesha matumizi sahihi ya tofauti walizonazo linapokuja suala la kusaidia jamii. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kongwa, Daktari Omar Nkulu, licha ya kupongeza vijana hao, anabainisha umuhimu wa zoezi hilo. Lakini kuna watoto ambao walikuwa wanashindwa kuchangia kutokana na mazingira ya uchumi wa nyumbani kwao. Niwapongeze sana Ngomani, nimekuja na wazo sasa la kusaidia wale ambao wazazi wao hawana uwezo wa kuchangia ili wana wenyewe waweze kupata chakula shuleni. Sisi kama vijana tumeguswa na mazingira ambayo tunaona watoto yatima wanapitia huku mitaani, lakini tukasema tusianze na mtaani. Tukaona vizuri sana tuanze kwanza na shuleni kwa sababu serikali inahamasisha watoto wapate lishe shuleni. Nikawashawishi wenzangu mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga, tukaungana kwa pamoja, tukaona kwa pamoja tunaweza kufanya tukio kama hili. Tumeamua kufanya bonanza hili kuhamasisha watu kuwasapoti vijana. Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa timu ya Yanga tukahudhuria tamasha hili ili kuja kuwasapoti wenzetu walioanzisha tamasha hili. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel. Uongozi wa shirikisho la mpira wa wavu Tanzania umeendelea kujivunia ushindani mkubwa unaoonyeshwa na timu shiriki katika ligi ya taifa ambayo inaendelea kutimua vumbi leo, ikiwa ni siku ya 3 tangu kuanzishwa kwake katika uwanja wa Mwembe Yanga jijini Dar es Salaam wilaya ya Temeke. Zaidi na Juma Muhammad. Hayo yameelezwa na naibu katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa wavu Tanzania TVF Shukuru Saidi, ambapo amesema kuwa ushindani katika mashindano ya mwaka huu umekuwa mkubwa, huku kila timu ikionyesha kiwango kizuri na dhamira ya kufanya vizuri, huku wakiutarajia ushindani huo kuendelea kuongezeka hadi katika mzunguko wa pili na kuelekea hatua za fainali, jambo litakalowapa mashabiki mechi zenye kuvutia na kuongeza chachu ya mashindano ya mchezo wa mpira wa wavu nchini. Siku ya 3 ya mwendelezo wa ligi yetu hii ya taifa mpira wa wavu ambayo ilianza tangu tarehe 3 na tunatarajia kwenda hadi tarehe 10. Kwa mwaka huu mwitikio ni mkubwa sana na ushindani ni mkubwa, na tunatarajia ushindani kuongezeka katika raundi ya pili na raundi ya fainali. Wito wangu wa mashabiki kama ambavyo wamejitokeza kipindi hichi, na wasii waendelee kuhimizana kuhudhuria katika mechi hizi kwa sababu lipo la kujifunza. Volleyball ni furaha, volleyball ni mchezo wa watu. Kwa hiyo na washauri waje kwa wingi, hakuna kiingilio, waje waone volleyball inavyochezwa, na kama wanavyoona mara hii kama shirikisho tumejitahidi kuwapa kitu ambacho wote watafurahia. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Muhammad, Channel 10 Michezo.
Kwingineko, Watanzania umeendelea kunufaika kupitia ushiriki wao katika draw mbalimbali ambapo jumla ya washindi 116 wakijinyakulia zawadi mbalimbali zikiwemo fedha taslim, kompyuta mpakato na simu janja katika draw ya Simu Banking Kimpango Wako inayoendeshwa na CRDB. Akizungumza mara baada ya draw hiyo, meneja huduma za kibenki Amina Maona ameeleza umuhimu wa wanamichezo kushiriki katika kampeni mbalimbali ambazo zitawafanya washinde zawadi mbalimbali. Kampeni ya Simu Banking Kimpango Wako bado inaendelea. So far tuna washindi zaidi ya 2000 kuanzia tumeanza, na mwezi uliopita tuliweza kuwapeleka wale washindi ambao walikuwa wanaenda Serengeti kwa safari ya siku 3 kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 26, na waliweza kuenjoy vizuri ile wildlife experience pamoja na balloon experience. Tuza lile draw ya mwisho ambapo tutawapeleka washindi wetu siku 7 Europe, ambayo tunasema nchi za Ulaya, kwa ajili ya kutembelea nchi tofauti tofauti. Sasa katika hii safari ya Ulaya tunampa hela mshindi, au tuseme wale wateja ambao watakuwa wamefanya miamara mingi na kuweza kujishindia hii safari, watapewa kiasi cha shilingi milioni 1 kama pesa ya kwenda kutumia wakati wameenda kutembelea nchi hizo tofauti tofauti. Lakini pia tunamlipia travel insurance. Taarifa hiyo na tuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze yapi yamejiri kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Karibu tuziangaze habari za michezo na burudani kimataifa. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA Gianni Infantino ameomba radhi kwa makosa aliyoyafanya katika mipango yenye utata ya kuuza hisa za mashindano kwa wawekezaji binafsi, lakini ataendelea kuwa rais wa FIFA baada ya kupata uungwaji mkono kutoka kwa maafisa wakuu ngazi ya juu katika mkutano uliofanyika huko nchini Morocco. Infantino aliitisha mkutano na wajumbe wa bodi ya usimamizi katika ofisi ya FIFA ya Afrika jijini Rabat nchini Morocco siku ya Jumatano kufuatia kuongezeka kwa ukosoaji dhidi ya mapendekezo yake yaliyositishwa, huku shirikisho hilo linalosimamia soka duniani likitoa taarifa ya kuonyesha uungwaji mkono saa 4 baada ya mkutano huo kumalizika. Shirikisho la soka la Ulaya UEFA lilisema mwishoni mwa juma kuwa limepoteza imani na Infantino, likitaja pendekezo la FIFA Forward Enterprises FFE kuwa ni mpango mbovu uliofanywa kwa siri na usio na uwazi. Ukosoaji mkubwa umetoka ndani ya FIFA yenyewe, akiwemo katibu mkuu Matthias Grafton ambaye alihudhuria mkutano wa Jumatano katika ujumbe wa ndani uliotumwa na wafanyakazi wa FIFA siku ya Jumanne. Aliandika kwa kusema kuwa hali hiyo ni mfululizo wa matukio ya kusikitisha na yanayostahili kukemewa. Hata hivyo, katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano huo, Grafton na bodi ya usimamizi walisisitiza kuwa uungwaji mkono wao kamili ni kwa Infantino kuwa rais tena. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo Kimataifa. Ndivyo ambavyo anatamatika Juma Mohamed kwenye habari za michezo kimataifa, na ndivyo ambavyo tunaweka utuo kwa usiku huu leo kwenye habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe.